Ni mtazamaji wa Biomedia, habari za wakati huu. Hapana shaka uko vyema sana, na kwa upande wangu mimi mhabarishaji kiukweli niko swadakta sana. Karibu mtazamaji popote pale ambako unaendelea kutufuatilia kupitia simu yako kwako, kupitia channel yako pendwa kabisa ya Biomedia. Bana, channel hii inakusogezea habari mbalimbali, habari za udaku, habari za michezo na burudani, habari za kisiasa, habari za kijamii. Na leo tunaangazia story ambako utakumbuka litokea mdada akaposti picha za video za utupu akiwa na bwana mkubwa Pacome Zouzoua. So update ambayo leo nakusogezea, mdada huyo ambaye aliposti video zile za utupu akiwa na Pacome ameomba msamaha mara tu baada ya mashabiki wa Yanga kumvaa vikali. Mambo yamekaje? Twende sambamba mpaka tamati, lakini kukumbusha kusubscribe, kushare, kulike, comment, itakuwa inapendeza. Ni katika siku za hivi karibuni mitandao ya kijamii iliweza kuugua kuwa na gumzo kubwa sana kufuatia kubuka kwa video ambayo ilimuonyesha mwanadada mmoja fulani akiwa katika hali ya ukaribu na mchezaji kutoka klabu ya Yanga Pacome Zouzoua. Sasa video hiyo ilianza kusambaa kwa kasi sana kwenye majukwaa mbalimbali ya kidijitali na kusababisha sasa mjadala mpana sana miongoni mwa mashabiki wa soka, wafuasi wa Yanga na watumiaji wa mitandao ya kijamii kwa ujumla. Tukio hilo limeibua pia hisia tofauti. Baadhi ya watu wakaonyesha mishangao, wengine wakiona kwamba kwa maoni yao wanaunga mkono, lakini pia wengine walionekana kukosoa kile ambacho kilionekana kwenye hiyo video. Kwa upande mwingine, baadhi ya mashabiki wa Yanga walihisi kuwa hali hiyo inaweza kuathiri taswira moja kwa moja ya Pacome ambayo yeye ni miongoni mwa wachezaji muhimu sana katika kikosi cha Yanga msimu huu wa 2025-2026. By then baada ya sintofahamu hiyo, mwanadada huyo ambaye alikuwa akionekana katika video hiyo aliamua kujitokeza kiukweli hadharani na kuomba radhi. Na kupitia ujumbe wake alisisitiza kuwa hakuwa na nia ya kumharibia jina wala heshima Pacome, lakini alieleza kwa uwazi bidada kwamba kilichotokea kulikuwa tu kimepita na hakikupaswa kufikia hadharani. Lakini pia mwanadada huyo aliongeza katika ujumbe wake kuwa anajutia sana hali hiyo na ameomba radhi kwa Pacome, mashabiki wa Yanga pamoja na watu wote ambao aliweza kuwakwaza na kitendo hicho alichokifanya. Katika maelezo yake pia ambayo aliandika, mwanadada huyo alibainisha kuwa mitandao ya kijamii mara nyingi hutengeneza na tafsiri zisizo sahihi na kuongeza chumvi katika matukio, jambo ambalo linaweza kuathiri maisha ya mtu binafsi. Lakini pia aliongeza kuwa video hiyo haipaswi kuonekana kama kipimo cha tabia yake au cha Pacome, bali kama tukio ambalo lilitokea kwa bahati mbaya na ambalo limepotoshwa baada ya kusambazwa mitandaoni. Jamani, hatari sana. Bana, Pacome Zouzoua ambaye hivi sasa anaendelea kuvutia mashabiki wake wa Yanga kwa uwezo wake mkubwa uwanjani, hakutoa tamko rasmi mara moja kuhusu tukio hilo, lakini mashabiki wengi walionekana kusimama upande wake wakimtaka asipoteze umakini kutokana na maneno ya mitandaoni. Lakini wengi walisisitiza kuwa jambo muhimu kwa sasa ni kuendelea kuonyesha uwezo wake katika mechi za ligi na mashindano mengine makubwa ambayo Yanga inashiriki hivi sasa. Kisa hiki kimekuwa pia fundisho kubwa sana kwa vijana na watu wengi kutumia mitandao ya kijamii kwa makini zaidi. Sambamba na hilo, tukio hilo pia linadhihirisha namna ambavyo masuala binafsi yanaweza kugeuka kuwa agenda ya kitaifa mara tu baada ya kufikishwa kwenye mitandao ya kijamii na ikakuchafua vibaya na ukapoteza hata confidence. Lakini pia kwa sasa msisitizo wa mashabiki wa Yanga na wapenzi wa soka ni kuona Pacome akibaki na hari ile ya kuisaidia timu yake kufikia malengo makubwa sana. Wengi wameonyesha pia matumaini kwa tukio hili halitampoteza Pacome mwelekeo wake, bali litakuwa fundisho kwake na kwa wachezaji wengine kuhusu namna ya kulinda taswira zao hadharani. Wasiwe kuwa tu na vibinti, mambo yanakuwa hayapendeze. Kwa jumla, tukio hili mtazamaji wa Biomedia limeacha fundisho na funzo la maadili, faragha na matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, huku mwanadada akimaliza kwa kuomba radhi na kuahidi kwamba hatarudia tena kosa hilo ambalo amelifanya. Umemstamehe kama shabiki wa Pacome, kama shabiki wa Yanga, ama wewe unalipe la kuzungumza kwa ujumbe wa msamaha ulioandikwa na msichana huyo ambaye jina bado halijafahamika rasmi? Nitasoma comment next video. Call me official Rosdy. Uwe na wakati mwema, endelea kusubscribe, kushare, kulike, kucomment, itakuwa inapendeza.